Okay, nataka nipatie ngo nzuri. Yaani fanya kama unageuza shingo. Yes, hapo uko poa. Anza kugeuka sasa taratibu. Hakikisha yani unanipatia ngo zote yani. Hapo. Okay, tulia hapo. Nilisema huku sasa nikibonyeza kamera yangu kupiga picha kadhaa. Niliendelea kumwelekeza modo yule huku nikipiga picha. Baada ya kumaliza, niliinuka na kuanza kuifuata kamera yangu na kuirudishia kwenye begi. Sasa Mr. Sullivan akasema kwamba una uhakika umeshapata kile unachokihitaji? Aliniuliza. Msikilizaji, nilielewa kwa nini aliniuliza, kwa sababu hii ndio kazi ngumu niliyowahi kufanya tangu niingie kwenye sanaa ya upigaji picha. Kwanza mamodo walioniletea hawana uzoefu, hawajui wanachokifanya. Alafu pili, waandaji mavazi nao walikuwa shida. Mamodo walikuwa wamevaa vitu vya ajabu. Bado kuna watu wa mwanga ambao hata sikuelewa anafanya nini. Yaani bora hata ningekuwa mwenyewe tu. Lakini haishi hapo. Msaidizi aliyenipa sijui ni mfagiaji, sababu hajui chochote kuhusu kamera. Naweza kusema una bahati mbaya. Wangenikuta kwenye siku nzuri, ningeweza hata kuelekeza au kuwafundisha taratibu. Lakini walinikuta niko vibaya. Hii yote ni kwa sababu nikiwa njiani kuelekea huku, yani hapa nilipo, nilikutana na ex wangu bwana Tristan. Sasa huwa nikikutana naye ninakuaga na hasira isiyoelezeka, kwa sababu zile kumbukumbu zote zinarudi na zinaniumiza. Hivyo najikasirikia kwa kumkumbuka na kummisi, kitu ambacho kinanifanya nizidi kuchukia. Sasa nilipofika na kuanza kazi, kila mtu akawa anafanya ujinga. Nilikasirika. Niliwafokea watu wa taa, watu wa mavazi, hata mamodo na msaidizi wangu sikumwacha salama. Nilisema ya kwamba ni bora kila mtu afanye kazi yake vizuri jamani. Kama sio hivyo, na hapa kwa Mungu mtaona upande wangu ambao hamjawahi kuona wala kusikia. Nilisimama katikati ya studio na kufoka. Kisha nikauliza, tunaelewana? Wakajibu wachache tu kwamba ndio, wengine kimya. Nikasema haya, naomba kila mtu aingie kazini. Nina lisaa tu la kufanya hii kazi. Kabla familia yangu hawajaanza kunipigia simu zisizoisha, hicho kipande cha mwisho nilikimalizia kimya. Kila mtu alianza kufanya kazi kwa umakini, hata watu wa mwanga nao waliacha kuchezesha. Sasa nilisogea na kuchukua kamera yangu, nikaiweka jichoni na kuanza kazi. Wewe hapo sioni kitu chochote unachokifanya. Nenda kaniletee bigiji. Nilimtuma msaidizi wangu ambaye alinishangaa, lakini alienda. Siwezi kufanya kazi bila kutafuna. Lakini ndio hivyo. Baada ya fujo zote nimemaliza, japo sijaridhika, lakini inatosha kwa leo. Nimechoka. Nilimwangalia Mr. Sullivan na kumjibu ya kwamba ndio nimemaliza. Picha nitatumia baada ya siku 2, na kama ukipokea malalamiko kutoka kwenye tovuti ulionichagulia, utanisaidia kuwapa pole. Nilimwambia hivyo. Asa Mr. Sullivan akasema kwamba malalamiko? Nani amelalamika? Sisi tumekupenda bana. Mimi nimekufurahia sana. Umepita mitihani yote. Kwa hiyo mlikuwa mnanipia mama? Hapana, sio hivyo, lakini ulivyokuja hakuna aliyetegemea unaweza kuwa na mamlaka kiasi hicho, ukizingatia na jinsi ulivyoemiliana. Mr. Sullivan alisema akiniangalia kutoka juu mpaka chini. Nikamuuliza kwamba jinsi nilivyo, yani kuna shida gani ya jinsi nilivyo? Akanijibu ya kwamba kwanza wewe ni mwanamke. Ndio mara ya kwanza tumekuwa na mpiga picha mwanamke. Na pili, wewe ni mdogo, unalingana na hao mamodo, na hata muonekano wako ni wa kimodo zaidi. Na unajua hakuna anayemheshimu mtu akishajua yani kwamba wako sawa. Lakini umefika huko unguruma kidogo tu, nikaona kila mtu akifanya kazi yake vizuri sana. Lazima nifikishe ile kwenye bodi. Nimefurahi sana kufanya kazi na wewe. Mr. Sullivan alisema hivyo. Nivuta pumzi na kutabasamu, nikasema asante Mr. Sullivan, tutawasiliana na nitakutumia invoice baadaye. Nilimwambia, kisha nikamuaga na kutoka nikiwa nimebeba begi langu mgongoni. Nilipotoka kwenye ile ghorofa na kuona ilikuwa ni saa 9, nilivuta pumzi. Angalau nina lisaa kabla ya kuhitajika kwa nyumbani. Nilichukua taksi na kuelekea hotelini. Msikilizaji, Dar es Salaam ndio mkoa ambao familia yangu inaishi, lakini mimi niliamua kuhama baada ya kuachana na Tristan mwaka mmoja uliopita. Lakini sio Tristan tu aliyenifanya nikahama. Niliona itanisaidia kukaa mbali na familia yangu kwa sababu hawakuamini kazi niliyokuwa nafanya. Waliniita muhuni na waliniambia siwezi kufanikiwa kwa kazi ninayofanya. Lakini haikuwa hivyo kwa dada yangu Mary, ambaye yeye alisomea biashara na kuajiriwa kwenye shirika kubwa tu. Ndani ya miezi 5 kazini alishanunua gari, alisharekebisha nyumbani, na hata yeye alikuwa akiishi sehemu nzuri tu
ambapo sijui alipanga au alinunua, mimi sijali, hii sitaki kujua. Nilifika chumbani na kujitupa kitandani na kuvuta pumzi. Sijataka kukaa nyumbani kwa sababu nilitaka heshima iwepo. Kama ningekaa nyumbani na kula chakula chao, basi wangeongea na mimi nisingelala wala kula kwa raha. Lakini angalau napenda ninachofanya. Familia yangu inampenda dadangu. Yaani mimi naweza hata kusema inampendelea, wakati mimi nikionekana ndio shetani wa familia. Niliangalia saa na kushangaa ilishafika saa 9:30. Niliinuka na kuingia bafuni. Nilipotoka nilitoa gauni ambalo ndio gauni pekee nililokuwa nalo. Nilibeba maalum kwa ajili ya hii siku. Mimi sio mpenzi wa magauni. Magauni yaliyoko kwenye kabati yanahesabika. Msikilizaji, karibu sana kwenye hii simulizi tamu sana. Langu jina ni Lucas Lumbas, ndiye ninayekusimulia hii simulizi, na mpishi wa hii simulizi si mwingine ni Chuchu. So nilipovaa ile gauni nilianza kujutia maamuzi yangu. Kwanza lilikuwa refu. Nilijiona kama sister vile. Aisee, nilichoka na kuamua kwenda hivyo tu. Nilichukua hereni nikavaa. Nilitengenezea wigi langu kichwani vizuri. Nikachukua viatu na kutoka. Nilitafuta taksi na kumwelekeza nyumbani. Leo dada yangu anakuja kumtambulisha mpenzi wake. Na kama unavyoelewa natakiwa niwepo. Kwa hiyo nilipopata hii kazi nilifurahi sana kwa sababu angalau sitakuja bure. Wageni wanatakiwa kufika saa 10 na sasa hivi ni saa 10 kasoro. Nilifurahi nimefika wakati mwafaka. Niliingia getini na kukuta wamama baadhi wakisaidia pale. So nilipitiliza hadi nyuma ya nyumba ambapo huko sasa ndo kulikuwa na kigenge cha wamama wakipika chakula. Lakini walishamaliza, kwa hiyo walikuwa kwenye upakuaji. Nilisalimia wamama baadhi ambao walinichangamkia. Nilipofika kwa mama yangu na kumsalimia, alinikata jicho akasema kwamba yani wewe unakuja saa 10. Utasema wewe ndio bibi harusi? Ulitakiwa hapa kuanzia asubuhi usaidie kazi za nyumbani. Mama yangu aliongea kwa kufoka. Hii ndio sababu sipendi kukaa nyumbani. Nijaribu kujitetea nikasema kwamba mama, mimi nilikuwa na kazi tu kuanzia asubuhi, nimetoka saa 9. Nijaribu kujitetea kwa namna hiyo, lakini ni kama nilimwagia moto petroli. Akasema kwamba hiyo kazi tangu uanze kufanya haujawahi hata kuleta sukari nyumbani. Unajizungusha tu na wanaume masuperstar huko. Wewe unapotea. Huu ni dada yako hapa. Amefanya mangapi tangu apate kazi? Na leo anatuheshimisha, lakini wewe je? Uko busy tu unazunguka tu unazungusha huko visuali na kamera, eti unaita kazi. Mamangu alisema hivyo, nilijua tu. Yaani hapa mimi nikiongea tena nitachochea maneno mengine. So nilipitiliza na kuingia ndani. Nilienda hadi chumbani ambapo Mary alikuwepo na marafiki zake baadhi. Mary akasema, mdogo wangu. Aliniita kusasa akisogea na kunikumbatia. Akaniambia kwamba nilidhani hautafika. Aliniambia kusasa kutabasamu, lakini nilielewa alimaanisha nini. Nikasema kwamba hapana, siwezi kukosa tukio la maana hivi maishani mwako. Nilimjibu naye akasema kwamba jamani, huyu ni mdogo wangu jamani. Nimpiga picha jamani, kama mkihitaji picha mnaweza kumtafuta. Aliniambia kusasa wakati huo akinitambulisha kinafiki tu kwa mashoga zake. Mimi sikujali. Nilitaka tu swala lile liishe, nirudi zangu hotelini nikapumzike. Ili zoezi la kukutana na familia yangu ilinichosha sana. Kwa sababu mimi nilikuwa ni mdogo wa Mary, nilikuwa na wajibu wa kumsindikiza na kumsaidia kwenye zoezi zima la kugawa soda. So ilibidi nibaki pale chumbani nikiwasikiliza wakina Mary, huku nikipoteza muda wangu kuangalia picha zilizokuwa kwenye simu yangu. Basi sauti ya mamangu ilisikika ikisema kwamba wageni wamefika. Moyo wangu ulianza kwenda mbio sana. Mimi sikuzoea kutazamwa na watu. Nilifunga macho nikijaribu kutuliza mapigo ya moyo wangu. Basi mama akasema kwamba haya, wakati wako umefika Mary. Mama alisogea chumbani tena na kutuambia hivyo. Tuliinuka na kusogea hadi pale kwenye mlango wa kuingia sebuleni. Mkononi mwangu nilikuwa nimeshika kitambaa. Pazia lilifunguliwa. Tukasogea hadi pale katikati. Sababu mkubwa alisema kwamba Mary, unajua kilichotuleta hapa? Utagawa hizo soda kwa mpangilio ufuatao. Kwanza wapatie wazazi wako. Baba mkubwa alisema hivyo. Niliinama na kuchukua soda nikafuta kabla kumpatia Mary. Mpaka muda ule nilikuwa sijafanikiwa kuwatazama watu kwenye kile chumba. Niliinua kichwa changu na kuzungusha macho haraka haraka, lakini macho yangu yalikwama kwa Tristan. Tristan anafanya nini hapa? Hawezi kuwa anamuoa dada yangu huyo. Nilipozungusha macho na kuona vijana wengine, nikashusha pumzi.
labda atakuwa ni msindikizaji tu, nilijiambia hivyo. Sasa baba mkubwa akasema ya kwamba okay, vizuri sana, hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, uwapatie wako zako. Baba mkubwa alisema hivyo. Mimi kazi yangu ilikuwa ni rahisi tu. Mary alikuwa busy akitambaa kwa magoti. So unajua tena heshima ndugu yangu. Basi mimi nijitahidi kadri niwezavyo nisimfikirie Tristan. Baba mkubwa akasema ya kwamba haya, 3, mpatie mume wako mtarajiwa. Basi Mary aliagiza Coca. Ilikuwa ni soda yangu pendwa baada ya Tristan kunifundisha kuinywa. Msikilizaji, utaachana na mtu, lakini tabia alizokufundisha haziwezi kupotea haraka. Nilimwona Mary akitambaa kuelekea kwa Tristan. Hapana, labda itakuwa ni utani. Nilianza kutikisa kichwa, moyo wangu nao ukikimbia sana. Mary alifika kwa Tristan na kutulia. Akafungua ile soda na kumpa. Sikuamini macho yangu. Aya! Moyo wangu ulidunda kama vile ulitaka kutoka kwenye mwili wangu kimbie. Maumivu, kizunguzungu, kichefuchefu. Nilishindwa kusimama. Kuna mtu alinishika mkono na kunisaidia kunitoa nje. Machozi yalinitoka. Ni muda mrefu sijalea. Nimejitahidi sana kuyafungia maumivu yangu. Nilivuta pumzi na kufuta machozi. Nirudi na kupita mlango wa nyuma, nilienda kuchukua simu yangu na pochi yangu, nikaondoka mazima. Macho yangu na moyo wangu vikiwa haviamini kama Tristan na Mary wameamua kunisaliti. Mary alimjua Tristan kipindi chote nilichokuwa naye. Hata nilipoachana na Tristan, Mary alinitia moyo. Eti leo hii ndo wananifanyia hivi. Yaani wameamua kukatakata moyo wangu vipande vipande na kuukaanga kabisa baada ya kuona kukatakata haitoshi wakaona waukange. Mary, kwani mimi nimekosea nini cha kustahili malipo haya dada yangu? Basi tu nilifunga macho nikijaribu kuyazuia macho yangu kutoa machozi. Nilijiambia kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Vumilia ufike chumbani, kila kitu kitakuwa sawa. Nizidi kujiambia hivyo, huku sasa nikivuta pumzi kujaribu kutuliza mapigo ya moyo wangu. Sauti ya dereva ilinifanya nikafungua macho kutazama mazingira yangu. Iliniambia kwamba dada, tumefika. Nilikuwa nimefika hotelini. Nilitabasamu na kufungua pochi yangu na kumlipa pesa aliyostahili. Muda huo simu yangu iliita. Nilipoitazama ilikuwa ni mama yangu ananipigia. Nilivuta pumzi na kushuka kwenye gari. Nilijua nikipokea ataanza kunifokea na kuniambia jinsi gani nisivyofaa kuwa mwanae. Nikasema no, sipokee hiyo simu. Acha nitunze hayo matusi tu kwa ajili ya baadaye. Nilijiambia hivyo na kuiacha simu yangu iite hadi ikate. Lakini mama aliendelea kunipigia na wala mimi sikujisumbua kupokea. Nilitembea taratibu hadi kufika kwenye lifti ambazo zilinipeleka hadi ghorofa ya 4 ambapo chumba changu kilikuwepo. Niliingia na kwenda kujitupa kitandani moja kwa moja. Nikaamua kujiachilia. Ushawahi kusikia ile mtu anakuambia achilia? Kwa hiyo mimi nikaamua kuachilia mawazo yangu, hisia zangu na maumivu yangu yote pale kitandani. Nilia sana tu, lakini haikupunguza maumivu niliyokuwa nayo. Nilifungua macho yangu kutoka kwenye usingizi ambao ulinipitia wakati nalia. Nilipoangalia saa ilikuwa ni 2 kasoro. Giza lilishaingia. Kitu pekee nilichowaza ni kuondoka kwenye huu mji. Yaani sikutamani hata kuongeza siku yoyote ya kukaa hapa. Nilipekua pochi yangu na kutoa tiketi ya basi nilokuja nalo na nilinakili namba kwenye simu yangu na kupiga. Nilitabasamu nilipofanikiwa kupata nafasi tena sita dirishani kwenye gari la saa 3 la kuelekea Arusha. So nifurahi sana kupata siti ya dirishani. Baada ya kuhakikisha hilo limekwisha, niliamua kufanya kitu kitu ambacho kinachoniwezesha kumsahau Tristan. Kitu ninachofanyaga kila wakati ili nisimkumbuke. Niliamua kuhamishia mawazo yangu yote kwenye kazi. Nilisogea kwenye meza iliyoko chumbani, nikawasha kompyuta yangu mpakato na kuunganisha na kamera yangu, kisha nikahamisha picha zote nilizopiga kwenye kompyuta yangu. Nilichomeka earphone zangu masikioni na kuweka muziki. Nikaanza kutengeneza picha moja baada ya nyingine, kuziongezea mwanga, rangi na vitu vyote vilivyohitajika. Sikuinuka, sikugeuka, wala sikutaka hata kuwaza kitu kingine chochote. Akili yangu yote, mawazo yangu yote ilikuwepo kwenye kile ninachokifanya. Kwa muda ule sikusikia maumivu yoyote.
Tristan, Mary na familia yangu wote mimi sikuweza kukumbuka. Sikuwakumbuka kabisa. Kwa muda ule nilikuwa mimi tu na nilifurahi kile ambacho nakifanya. Nilimaliza kazi yangu na kuituma moja kwa moja kwa Mr. Sullivan. Nilipoangalia saa ilikuwa ni saa 10 alfajiri. Nilivuta pumzi na kujinyoosha, na hapo ndo nikaanza kusikia uchovu wangu wote. Mgongo wangu uliniuma, macho yalivuta kutokana na kuangalia mwanga muda mrefu, na kichwa kiliniuma kutokana na kutokulala. Lakini niliona ni afadhali kupata hayo maumivu kuliko maumivu wa moyo niliokuwa nayasikia wakati ule. Niliweka alamu kwenye simu yangu kisha nikajinyosha na kulala. Sasa nilikuja kuamshwa na kelele za simu yangu. Ilikuwa ni saa 1 asubuhi. Nijitahidi kufungua macho kwani yalikuwa ni mazito. Nijilazimisha kuamka na kukimbilia bafuni. Maji ya baridi yaliondoa usingizi wangu wote. Nilipotoka bafuni na kujiangalia macho yangu, yalikuwa yamevimba. Nivuta pumzi na kuendelea na kujiandaa. Nilipomaliza kujiandaa, nilirudishia vitu vyangu vyote kwenye begi, kisha nikalifunga na kuliweka mgongoni. Nilibeba pia begi langu lenye kamera na vifaa vyake pamoja na kompyuta yangu. Niliangalia simu yangu na kukuta ujumbe kutoka kwa Faith. Akiniuliza jana ilikuwaje, sababu alijua ningeenda kuonana na familia yangu na anajua nisivopatana na familia yangu. So nilimjibu kwamba tutaongea jioni nikifika Arusha. Nilimjibu hivyo kisha nikatoka na ukabidhi funguo, nikianza safari ya kuelekea stendi. Nilifika nje nikaanza kuangalia taksi ya kuchukua. Basi niliganda baada ya sauti kusikika ikiniita jina langu. Hiyo sauti ni watu wachache sana wananiitaga hivyo, kwamba Emil. Wengi wananiitaga Emiliana. Ila hii sauti ikiniita Emil, hii sauti naijua. Moyo wangu ulianza kwenda mbio hata kabla sijageuka kuona aliyoko nyuma yangu. Tristan aliniita tena. Nilitamani kugeuka ili kujihakikishia kitu ambacho akili yangu imeshajua. Lakini sikugeuka. Niliita taksi ambayo ilikuwa upande wa pili. Nilijifanya kama sijamsikia. Aliendelea kuniambia kwamba Emil, nisikilize. Awamu hii alisogea karibu na kunishika mkono. Kama kunivuta hivi nirudi na kumgeukia. Hakutakiwa kufanya hivyo. Alinikosea sana sababu sikuweza kuzuia hasira yangu. Nilimgeukia na kutumia mkono wangu uliokuwa haujashika kitu nikamnasa kofi kwa nguvu zangu zote. Airudi nyuma kidogo akijaribu kuelewa kilichompata. Alipoinuka nilimnasa tena kofi jingine. Niliachia begi nililokuwa naliburuza na kuanza kutumia mikono yangu yote kumpiga. Alifanikiwa kuinuka kwa sababu ngumi zangu zilikuwa kama za mtoto kwenye mwili wake. Alinishika mikono yangu miwili na kunikumbatia. Mimi nilipiga kelele nikasema, "Niache Tristan, niache." Niliongea sasa nikazana kujitoa mikononi mwake, japo moyo wangu wote na mwili wangu wote ulitamani kukaa pale. Lakini akili yangu ilinikumbusha vizuri kuwa Tristan ni mali ya Mary sasa. Nilimwambia kwamba nenda kwa mke wako mtarajiwa, naomba niache. Niliendelea kufurukuta, hasa Tristan hakuweza kuongea. Unajua Tristan ni mwanaume mstaarabu au niseme mpole. Hawezi kuongea kama nikiwa nafanya vurugu siku zote. Na muda wote huwa anasubiri nitulie ndio aweze kuongea. Na mimi nilijua hilo ndio maana sikutulia. Sikuwa tayari kusikia chochote alichotaka kuniambia. Baada ya kuona kwamba Tristan hana mpango wa kuniachia, nilimng'ata mkono wake kwa nguvu hadi meno yangu yaliuma. Aliniachia haraka na nilitumia nafasi hiyo kumnasa kofi jingine. Nikamwambia kwamba kaa mbali na mimi, mbwa wewe. Nilimwambia hivyo kisha nikaingia kwenye taksi ambayo ilikuwa imepaki hapo pembeni inanisubiri tu na kuondoka. Niligeuka na kumwona Tristan akiniangalia kwa huzuni, lakini mimi sikutaka kujali. Mikono yangu iliuma na ilikuwa miekundu kutokana na kumpiga Tristan. Nilivuta pumzi na kuangalia nje huku nikielekea stendi. Nilifika na kupewa tiketi yangu na kuingia kwenye gari. Safari yangu ya kwenda Arusha ilianza na nilitumia muda wangu mwingi nikiangalia picha nilizopiga, tena hasa picha nilizotoka kuzifanyia kazi usiku. Nijaribu kuangalia makosa niliyofanya nione ni wapi nitatakiwa kurekebisha wakati mwingine. Kuna mwanaume aliyekuwa amekaa pembeni yangu akasema kwamba wow, hiyo ni picha nzuri. Hatukuwa tumeongea chochote zaidi ya kusalimiana tu nilipofika. Nilimwangalia tu na kurudi kuendelea kuangalia picha kwenye simu yangu. Nikamwambia kwamba asante, lakini sipendi watu kuchungulia simu yangu. Nilimwambia hivyo na alicheka tu na kuniambia kwamba sijachungulia, lakini kama ukutaka mtu aone, sasa kwa nini unaiweka chini usawa ambao unaweza kuona? Ungesogeza usoni kabisa. Alisema hivyo huku sasa akiushika mkono wangu uliokuwa umeshika simu na kusogeza puani kabisa. Kisha akacheka na kurudi kutazama simu yake. Nilishusha simu yangu na kuendelea kuangalia picha.
Yule kaka akaongea tena akasema kwamba kweli nimezipenda. Sasa hebu niambie umezitoa wapi? Ningependa kumjua mpiga picha. Yule kaka aliongea tena hivyo. Lakini kitendo cha yeye kusema anatamani kumjua mpiga picha kilinifanya nitabasamu. Nikamwambia kwamba mimi ndo mpiga picha. Nimwambia hivyo, alitoa macho kama amebanwa na mlango, kisha akacheka akasema haiwezekani. Alisema huku akitikisa kichwa kama haamini vile. Nikamuuliza kwamba kwa nini isiwezekane? Akajibu kwamba sinajaribu kukupatia picha wewe ukiwa umeshika kamera. Yaani hiyo picha haiji kabisa kichwani kwangu. Aliendelea kuongea hivyo, sasa mimi nijikuta nikicheka tu. Nilipekua simu yangu na kumuonesha picha moja ambayo nilipigwa na Faith nikiwa kazini. Ilikuwa ni picha ambayo nilikuwa nimeinama na kamera iko jichoni kwangu. Aliangalia ile picha na kutabasamu kwa kiasi fulani na alianza kuamini kidogo. Hapo ndo sasa ikawa mwanzo wa maongezi mengi. Yeye mwenyewe aliniambia kuwa ni mbunifu wa mitindo, hivyo huwa anatoa kazi kwa wapiga picha, lakini amependa kweli picha alizoziona. Nilimuonesha kazi nyingi ambazo nilishafanya. Hadi tunafika Arusha, alishajua vingi kuhusu kazi yangu. Na mimi nilimuona ni kama mteja. Tulipofika na kushuka tuliagana vizuri tu. Akaniambia kwamba angalau nipatie basi namba yako nikutafute nikiwa na kazi. Aliniambia hivyo sasa, na mimi nilitoa kadi yangu na kumpatia. Alisoma na kuniangalia kisha akasema kwamba wow, Emiliana, una jina zuri sana. Mimi naitwa Denison. Alijitambulisha hivyo, nikasema nimefurahi kukufahamu Denison. Asante kwa kampani yako leo. Nilimwambia hivyo na kumwaga. Niligeuka na kutafuta bodaboda na kumwelekeza kwangu. Dakika 15 tu nilishafika kwangu. Niliingia ndani na kutabasamu nikisikia harufu ya chumba changu. Nilivua nguo na kuingia bafuni nikiwa nimechoka. Yaani kwanza mimi mara nyingi nikioga nimechoka huwa napenda sana kuoga maji ya baridi. Na haya sasa Arusha huwa ni ya baridi. So nikioga nimechoka huwa nayoga na nipaga nguvu kidogo. Nilitoka kuoga nikitetemeka baridi, nikajikausha na kujipaka mafuta. Wakati huo simu yangu iliingia ujumbe. Nilisogea na kuangalia, ulikuwa ni ujumbe kutoka bank. Ulikuwa ni ujumbe wa kunitaarifu kuwa akaunti yangu imepokea milioni 3. Nilitabasamu. Wakati huo sasa simu ya Mr. Silvane iliingia. Nikamshukuru kwa malipo na yeye akashukuru kufanya kazi na mimi na akaahidi kunitafuta tena kwani alifurahia kazi yangu. Emil. Ilikuwa ni sauti ya Tristan akinivuta nisogee upande wake. Akaniambia sogea huko utaanguka. Alisema kwa sauti ya chini lakini nilimsikia kabisa pamoja na usingizi wangu. Alinivuta na kunisogeza karibu yake kisha akanikumbatia huku akiteremsha mabusu usoni kwangu. Nilijikuta nikitabasamu pamoja na wengi langu lote la usingizi. Alitembeza mkono wake mgongoni kwangu huku akinibembeleza nilale. Aliniambia kwamba nakupenda Emil. Wewe ndo mwanamke pekee maishani mwangu, mwanamke wa ndoto zangu. Tristan aliendelea kuongea huku akinipapasa mgongoni. Nilijikuta nasinzia huku nikitabasamu. Nilikurupuka kutoka ndotoni. Niliharakisha na kukaa. Nilizungusha macho yangu na kuona niko kwenye kitanda. Kitanda kilikuwa kitupu kama siku zote nilizomuota Tristan. Nilivuta pumzi na kuangalia saa. Nikashuka kitandani na kuelekea jikoni. Nilikuwa natetemeka na njaa Baada ya kujiuliza nikakumbuka sijala tangu nilivokula juzi kazini kabla ya kwenda nyumbani kwenye sherehe. Jana nzima sikula. Nilifungua friji yangu ndogo na kutoa maziwa niliyoyachemsha, nikaweka kwenye kikombe na kwenda sebleni. Nikishamuotaga Tristan siwezi tena kulala. Nikijilazimisha tu kulala nitamuota tena. Hivyo kwa kawaida huwa sirudigi kulala. Nilifika sebleni na kuwasha TV, nikaunganisha na Netflix, nikatafuta movie na kuanza kuangalia. Nilipoanza kusinzia, niliamua tu niende chumbani. Niliamshwa na sauti ya Faith ambaye nilimsikia kwa mbali akilalamika kuhusu usafi. Kwa muda ule nilijuta kumpatia funguo nyingine za nyumba yangu. Basi Faith na sauti yake kali akaniambia kwamba Amy, hebu amka basi. Nikamwambia acha nilale kidogo tu. Ulale kidogo. Hivi unajua sasa hivi ni saa 7 mchana. Alisema nitamani kulala lakini najua hatoacha kuongea hadi niamke. Niliinuka nikakaa. Basi nikamsalimia pale. Akasema kwamba muone huko. Jana mimi nakutafuta kama kichaa lakini hata hujanijibu. Ukasikia raha wewe mwenyewe. Nisamee Faith. Yaani nilifika nikiwa nimechoka sana. Nilimweleza na uzuri Faith nimuelewa, alitabasamu tu.
Msikilizaji, Faith ni rafiki pekee wa kweli niliye naye maishani. Nilikutana naye mara ya kwanza nilipohamia Arusha tu na tukajikuta tunakuwa marafiki. Na kila siku tulizidi kuwa karibu. Niliinuka na kufanya usafi kidogo, kisha nikaoga, nikavaa t-shirt na skin, kisha nikaenda sebuleni. Faith alikuwa jikoni akipika anachokijua yeye. Nilikaa na kuangalia salio la akaunti yangu. Baada ya kuongezeka milioni 3, kulikuwa na jumla na milioni 17. Unajua kuna wakati ukivurugwa na mapenzi ukafocus kwenye kazi unapata hela vibaya mno. Mapenzi yanatunyonya hela sana. So nitabasamu kuona na karibia kufikia malengo yangu. Muda huo Faith alikuja na sahani 2 za chakula. Alikuwa amepika pilau. Nitabasamu, kilikuwa kikinukia vizuri sana japokuwa sikuwa hata na hamu ya kula. Basi akaniuliza, niambie yote, mambo yalikwendaje huko? Aliongea hivyo akimaanisha safari yangu ya Dar. Nikamjibu kwamba kila kitu kilienda vizuri. Akasema kwamba unamaanisha nini ilikuwa vizuri? Yaani nataka taarifa kwa kina bwana. Faith alisema huku sasa akishuka kutoka kwenye kochi na kukaa chini ili ale chakula chake kwa raha. Kazi ilienda vizuri, walipenda kazi yangu, wamesema atanitafuta tena. Na kuhusu dada yako je? Nilienda tu kama kawaida nikagombana na mama, lakini nilifanya sehemu yangu na kuondoka. Nilimwambia nikijitahidi sana nisikumbuke ule wakati Mary sitaki atakumbuka. So Faith akasema kwamba kuna kitu najua kimetokea na utaki tu kuniambia Mel, lakini wewe jua tu nitakifahamu. Faith alisema huku akigeuka na kuchukua simu yake. Aliona kabisa sikuwa na hamu ya kuongea. Kama angekuwa mwanamke mwingine, sasa hivi bado angekuwa akigaragara na kulia tu. Kusalitiwa na dada yako pamoja na ex wako sio kitu kirahisi, lakini labda moyo wangu ulishachoka. Tristan alishazoea kufanya dekio, alizoea kukanyaga, alishazoea kuniacha na kunisaliti, lakini kila wakati akirudi nilimpokea kwa mikono miwili. Na yeye aliona ni sawa. Hadi nilipofikia kuchoka, na ikumbuke usiku kama vile ni jana japokuwa ni mwaka na nusu sasa. Tristan aliniahidi kunipeleka sinema, hivyo nijiandae. Ilipofika jioni nilijiandaa na kumsubiri, lakini muda ulifika na hakuonekana. Nilimpigia sana lakini hakupokea. Niliamua kumpigia mara ya mwisho, kama asipopokea basi nitaenda kwake kumwangalia. Alipokea simu na kuniambia kwamba hataweza kwenda, kuna kazi ya maana sana amepata. Na kuniambia kwamba atanitafuta kesho asubuhi. Hata kabla sijamwambia kitu, alishakata simu. Lakini nilisikia sauti ya mwanamke wakati naongea naye. Moyo wangu haukuwa na amani. Tristan alishafanya hivi mara nyingi na awamu hii aliniahidi ambadilika. Niliamua kwenda nyumbani kwake nikajionee mwenyewe. Nilifika nyumbani kwake na kugonga mara kadhaa. Lakini alikuja kufungua mwanamke akiwa amejifunga kanga kifuani. Nilivuta pumzi, lakini hata kabla sijasema chochote, Tristan alitokezea akimshika yule mwanamke kiuno huku akimuuliza nani yuko mlangoni. Sasa sauti ya Faith ilinitoa kwenye mawazo yangu baada ya kusema kwamba huyu mwanamke ni nyoka. Nigeuka na kumtazama usoni. Akaniambia kwamba dada yako ni shetani ese. Aliniambia sasa akigeuza simu yake na kunionyesha picha ya dadangu na Tristan. Dadangu alishaweka picha mtandaoni. Faith akaniuliza kwamba Amy, na wewe umekaa umetulia tu unawatazama? Nikamwambia sasa unataka nifanyeje Faith? Ufanyeje? Wewe unatakiwa ulipize kisasi. Unatakiwa hakikisha hawalali kwa amani wala kukaa kwa amani wala kuamka kwa amani. Faith alinieleza huku uso wake ukionyesha ni namna gani alikereka. Nikamwambia kwamba mimi sio mtu wa visasi Faith, na unajua hilo. Na hata kama nikisema nalipiza nafanyaje sasa? Wewe uwe mtu wa kisasi, usio mtu wa kisasi, hutakiwi kuruhusu vitu kama hivi Amy. Usiruhusu watu wa kukanyage na kukuburuza tu. Fanya chochote kile cha kuwanyima amani. Hata wawekee tu sumu kwenye chakula waue. Mimi ni wawekee sumu Faith? Hivi una kichaa Amy, nashangaa mimi ndio naonekana nimekasirika kuliko wewe. Hata kama umpendi tena Tristan. Sio sawa, unajua ni kama kukudhalilisha Hivi mwanaume anatembeaje na mtu na dada yake? Faith aliendelea kulalamika. Nilijua tu Faith hawezi kuacha kulalamika. Niliinuka na kuweka sahani yangu ya chakula mezani. Nilikuwa hata sijaonja kitu. Basi nikamwambia Faith ya kwamba afu nimekumbuka kuna harusi natakiwa nikafanye kazi kesho. Hebu ngoja nimpigie Timo tujipange kuhusu kesho. Basi Faith aliitikia tu kwa kichwa na kuendelea kula.
Niliporudi baada ya kuongea na Timo, Faith hakurudia ile mada. Hajitahidi sana kunichangamsha. Ilipofika jioni, aliniaga na kuondoka, akisema ananiacha niweze kulala na kujiandaa kwa ajili ya kazi zangu za kesho yake. Alipoondoka nijaribu kuweka movie kuangalia, lakini akili yangu haikuwa pale. Simu yangu iliita na nilipotazama nilijua wakati wa matusi umefika. Nitamani nisipokee, lakini alikuwa ni baba yangu na najua sitaki kumpa sababu ya yeye kunitafuta. Nilipokea simu na kuiweka sikioni. Baada ya kusalimiana vizuri, ndo alianza malalamiko yake. Hivyo kwa nini uliondoka vile kwenye shughuli ya dadako? Unajua ni kwa namna gani umetuaibisha? Tunaonekana yani kama hatujakufunza vile. Na umeondoka hujaaga mtu yoyote. Mama yako amekupigia hujapokea. Hivi unatoa wapi hicho kiburi wewe mtoto? Baba, nilikuwa najisikia vibaya. Haya, uje nyumbani. Nataka niongee na nyie wote sababu siwezi kukaa hapa naangalia watu mko kama maadui tu wakati wote ni familia moja. Tena hasa wewe. Tangu uanze hiyo kazi yako yani umepata na ujeuri kabisa yani. Umepata na jeuri kabisa ya kuondoka na hata utaka kabisa kuja nyumbani kwenu. Unakuja kwa matukio tu kama mgeni. Kesho nawataka wote nyumbani tuzungumzie. Baba, sitaweza baba kwa sababu nimeshaondoka, niko Arusha. Emily, sijui hata nikwambieje. Unakuja nyumbani, hujamaliza hata lisaa umeondoka. Hata haujanisalimia wala haujaongea na sisi familia yako. Umegeuka tu kuondoka hivyo. Hujaaga wala nini? Afle huyu uko Arusha. Haya, na nisingekupigia? Nisingejua, si ndio maana yake? Nakuuliza wewe unakaa kimya? Hauna hata majibu, si ndio? Usiku mwema, lakini jua tu umenikosea sana. Umeikosea sana familia yako. Baba alisema hivyo kisha akakata simu. Nivuta pumzi na kufurahi hayo maongezi yameshapita. Hayakwenda vizuri lakini angalau yamepita. Moyo wangu ulichoka kuumia. Kuna wakati hadi nahisi hisia zangu zimekufa. Niligeuka na kuelekea chumbani kulala baada ya kuongea na Timo kukubaliana naye muda wa kukutana kwa ajili ya kuanza kazi kesho. Basi niliamka asubuhi nikisikia njaa sana lakini sikuweza kula. Nijaribu kunywa maziwa lakini niliyatapika yote. Baada ya kuoga nilivaa jeans na t-shirt ya kampuni yangu. Chini nilivaa raba na nywele zangu nilichana vizuri tu sababu zilikuwa fupi tu na ni za kuchana na kitana tu, kisha nikavaa kofia kwa juu. Nilipomaliza kujiandaa, mwili wangu haukuwa na nguvu kabisa kwa sababu sikula jana nzima. Na leo asubuhi nimejaribu kunywa maziwa nimetapika tu. Ninyanyua begi langu la kamera na kidogo nianguke. Sikuwa na nguvu kabisa. Nilihisi kama upepo ukija unaweza kuondoka na mimi. Nitoka nje na kwenda dukani. Kuna duka moja tu pale mtaani ambalo wanafunguaga mapema kama saa 12 vya asubuhi. Nilienda na kununua soda baridi. Nilijitahidi sana kutembea taratibu sababu nilikuwa nikisikia kizunguzungu pia. Nirudi nyumbani na kukaa kisha nikafunga macho na kuanza kubugia ile soda kama maji. Nisikia koo langu likitishia kurudisha ile soda lakini nijilazimisha tu. Niliposhusha soda ilikuwa imebaki robo. Nilianza kusikia kichefuchefu tena. Nilienda bafuni lakini angalau nilitapika kidogo tu. Nilipiga mswaki kwa mara ya 3, angalau muda huu nilipata nguvu kidogo. Sasa muda huo nilimtumia Timo ujumbe kuwa asisahau kuja na pipi. Timo akanijibu kwamba usiwaze, niko hapa kwa ajili yako mpenzi. Nijikuta nikicheka kwa sababu anasisitiza kuniita hivyo. Hainiambia kwa sababu wote hatuna wapenzi. Eti anatamani kumuita mtu hivyo na kwa sababu mimi sina wa kuona hivyo kwa hiyo ataniita tu hivyo. Nijaribu kumkataza lakini Timo kama Timo, yani akisema amue kitu chake, ameamua. Baada ya kuona nimepata nguvu ya kutosha, nilitoka na begi langu mgongoni. Nikachukua toyo kuelekea hadi Njiro ambapo ndipo bibi harusi alikuwa akipambwa huko. Nilipofika pale nilimkuta Timo ameshafika na kuanza kuseti mitambo. Ilikuwa ni saa 3:30. Naweza kusema hii ni kati ya harusi ambazo nimeona bibi harusi anakwenda na muda. Tulimkuta ameshamaliza kuandaliwa yeye na wasimamizi wake. Wakati harusi nyingine hadi saa 4 bibi harusi bado anakuwa hajamaliza. Sijui anajiandaga nini. Timo alinipa pipi kadhaa mkononi. Nilibusu mkono wangu na kumpulizia. Akachia tabasamu tu moja kubwa sana. Nilitingisha kichwa tu kwa ukicha wake. Nilifungua pipi na kuweka mdomoni, nyingine niliweka mfukoni kwangu. Basi tulimaliza kuseti mitambo yetu kama mwamvuli na taa
Kisha tukawapiga picha kadhaa na kurekodi video fupi, kisha tukawaruhusu kuondoka. Mimi na Timo tuliwahi na kupanda gari letu ambalo lilikuwa mbele kabisa msafara. Mara kadhaa niliinuka na kuchukua video. Tulipofika kanisani, timu nyingine ilikuwepo kule, hivyo tukaungana na kufanya kazi moja nzuri sana. Kila wakati pipi ikiisha, nilitoa nyingine na kurushia mdomoni. Zilinisaidia sana kupata nguvu, kuupa mwili wangu sukari. Siku zote wapiga picha ni kati ya watu wanaochelewaga kuondoka ukumbini. Wakati tunafungasha vitu vyetu, ilikuwa ni saa 7 kasoro. Simu yangu iliita kuangalia, ilikuwa ni Faith. Basi Faith kwa furaha sana akasema kwamba Emily, na habari njema. Nikamuuliza habari gani? Nilimuuliza nikiwa sasa nimeboeka kwa sababu nilikuwa nimechoka afu sina nguvu. Nilitamani kula lakini niliogopa kutapika. Niliishia kula pipi tu na kunywa maji siku nzima. Hapana bwana, mimi siwezi kuambia kwenye simu, unaweza kuzimia kwa furaha. Ukija nyumbani mimi nitakwambia. Unamaanisha nini nikija nyumbani? Mimi siwezi kuja huko kwako siku labda kesho. Na nikakwambia kuhusu kuja kwangu. Niko kwako na kusubiri. Yaani leo siendi popote na hautalala hadi tukamilishe mipango yetu. Okay basi, ngoja nije nyumbani. Nilimjibu tu ili aniache haraka nimalizane na kazi zangu. Faith alikubali, nikakata simu. Kabla hajaanza mada nyingine nikaona huyu, ngoja nimkate tu simu. Baada ya kufunga bwana, Timu na wenzake walinipeleka kwa gari hadi nyumbani. Niliwashukuru na kukubaliana kuongea kesho yake. Nilimkuta Faith akinisubiri kwa furaha sana. Nikamwambia kwamba kabla hujaanza hadithi zako, hebu naomba nioge kwanza Faith. Faith akasema kwamba sawa, mimi naweza nikakusubiri tu. Faith alisema hivyo huku akirudi kuangalia movie zake. Nilienda bafuni na kuoga, kisha nikavaa nguo yangu ya kulalia na kwenda sebuleni. Nilipofika nikamwambia haya, niambie sasa. Faith aligeuka akaniangalia na macho yake ya kijasusi kama vile yani yuko tayari kuua mtu. Nimeshajua jinsi ya kualipizia kisasi. Yule nyoka dada yako na shetani mwenzake, nishapata njia. Faith, mimi naona niachane nao tu, cha msingi ni mimi kukaa mbali nao. Hivi utakuwa mtakatifu hivi hadi lini jamani? Wakati unaumia ndani kwa ndani, huwezi kula, huwezi kulala, hauna furaha. Bora na wewe usababishie maumivu hayo. Huwezi jua labda moyo wako unaweza kufurahi kidogo. Haya, hata kama nikisema sawa, hicho kisasi nitalipiza vipi? Hapo sasa ndo maneno. Hapo sasa ndo maneno shoga. Kwanza toa ofa ya kupiga picha kwenye harusi na send off. Ukishazipiga picha unajua nini kinafuata? Unazipoteza. Kwa hiyo hawatakuwa na kumbukumbu. Afu pili, uwe mama mkwe wa dada yako. Faith, naona unaanza kuchanganyikiwa. Mimi siwezi kuolewa na mzee babake Tristan. Kwanza na mke tayari. Yaani vitu unavyoongea naona nitaviningia akilini. Wewe mimi sijachanganyikiwa ujue. Hata ukiolewa na baba yake, yani hata kama ukiolewa na babake mdogo, bado ni mama mkwe wake. Yaani niolewe na mtu ambaye sina hisia naye kwa sababu ya kisasi ama? Hapana. Basi tufanye kwa sababu ya hela. Faith alisema akinyanyua nyusi moja. Faith alicheka kisha akaendelea kuongea. Unajua mdogo wa mwisho wa babake Tristan ndio tajiri kuliko wote kwenye familia. Na kama unavyojua kwenye pesa, yani kwenye mambo ya pesa, mtu mwenye pesa ndio anayesikilizwa sana. Huyo ndo aliyemlipia Tristan ada yote ya chuo na kumtafutia kazi kwa sababu anafahamiana na watu wakubwa. Na cha kufurahisha, mwaka huu anatimiza miaka 42 na bado hajaoa. Afu nimesikia kwamba yeye ndo anachangia 70% ya gharama za harusi. Faith, kwa hiyo mimi nitokezea hapo kwenye picha. Haya, namfanya vipi huyo baba anipende na kunioa mimi? Kama miaka yote hajaoa, unadhani hajakutana na wanawake wazuri, aje kunitaka mimi nilie mifupa na ngozi imekaa hivi hata bila kuvutia? Emil, wewe sio mifupa shoga yangu. Sawa wewe sio mifupa na ngozi, umesikia? Wewe ni modo umekaa kiwa na mitindo. Hakuna mwanaume wa kukataa. Na hapo mimi sijaongelea sura yako nzuri. Umeona jinsi unavyopendeza jamani, Afu na kuhusu sijui atakupenda vipi, wewe niachie tu mimi. Kuna sababu wewe nadhani ni mwandishi wa habari. Yaani unaongea sana Faith. Yaani utajua mwenyewe na mambo yako. Ya usiku mwema na kazi nyingi kesho. Kwa hiyo umekubali au? Hilo nimekuachia wewe. Nilimwambia kisha nikaenda kitandani kulala. Nitamani sana kukubali. Sehemu ya moyo wangu ilitamani nikubali. Nitamani kuona sura zao wote wawili wakiniona na huyo baba. Lakini akili yangu iliniambia kuwa hicho sio kitu sahihi cha kufanya. Nivuta pumzi na kujifunika vizuri na blanketi langu, huku sasa nikiamua kuachana na hilo. Kama huko mbeleni likitokea basi sawa.
Nilifunga macho na kulala. Asubuhi niliamka mapema na kuanza zoezi la kutengeneza picha na video za harusi ya jana. Faith alipoamka alienda kuandaa chai. Faith ni yule mwanamke anayependa kukaa jikoni sana, kufanya usafi. Yaani amekaa kama mke, lakini siwezi kusema hivyo kuhusu mimi. Siku ninazopika kwa mwaka zinahesabika. Labda ni kwa sababu ya jinsi ninavyojisikia au kukosa kwangu hamu ya kula. So nilimwomba Faith akipika chai, mimi anitengenezee ya rangi tu, na alikubali bila tatizo lolote. Faith ni rafiki ambaye sijui hata nini nilipomtoa na sijui maisha yangu yatakuwaje nikimpoteza. Nikiwa busy na kazi yangu, simu yangu iliita. Nilipoangalia ilikuwa namba ngeni. Niliwaza labda atakuwa ni mteja ambaye ananifahamu labda. So niliwaza hivyo, labda atakuwa ni mteja. Kwani jana namba zangu zilitolewa ukumbini sana. Hello. Emil. Sauti ya Tristan kutoka upande wa pili ndio ilisikika. Emil, najua unanisikia. Itika basi mama. Aliongea kwa sauti ya kunibembeleza ambayo ilileta kumbukumbu nyingi ambazo nijitahidi sana kuzisahau. Macho yangu yalianza kujaa machozi. Uchungu wote ulikuja kunikaba hapa kooni. Nikawa naona hata kumeza mate ni shida. Unataka nini Tristan? Ilitoka sauti ya kama mtu anayelia, japo nijitahidi sana kutoa sauti ya hasira, lakini koo langu lilinigeuka. Emily, naomba nipatie nafasi tuongee. Na mambo mengi sana kukueleza kuhusu kilichotokea. Mambo hayako kama unavyotazama, hayako hivyo. Wow. Tristan, kweli kabisa. Unakuja kwetu kujitambulisha na kutoa mahari kwa dada yangu, na unajua ni dada yangu, alafu unasema kwamba mambo hayako kama yanavyoonekana. Ndio maana naomba unipe nafasi tuongee nikueleweshe. Emily, nakupenda. Nijikuta nikicheka sana. Nilicheka sana huku machozi yakinitoka. Nilicheka sana tena kwa sauti huku macho yangu yakizidi kuteremsha machozi. Faith aliyekuwa jikoni alikuja kunitazama. Alipoona naongea na simu, aitikisa kichwa na kuondoka. Tristan, naomba unisikilize vizuri. Hakuna kitu chochote cha kuongea kati yangu na wewe shetani. Umesikia? Naomba ukae mbali na mimi. Naomba nione kama ukoma. Sababu yoyote iliyokukutanisha na Mary au sababu yoyote anyie kuoana sitaki kujua. Nyinyi ni mashetani wawili mambo mnafanana. Sitaki kabisa kusikia. Nilimaliza na kukata simu. Niliangalia simu kwa hasira nikisubiri apige tena ili nimtukane vizuri, lakini hakupiga. Yaani hasira na chuki niliyokuwa nayo sikuweza hata kuelezea. Nilishindwa tena kuendelea na kazi yangu. Niliinuka na kwenda jikoni. Nilimsaidia Faith kutenga chai mezani. Alikuwa amepika vitu vingi sana, lakini mimi nilichagua kula mayai ya ukaanga na chai ya rangi. Nilifurahi nilipoona nimeweza kumaliza chai na yai bila kutapika. Niliona kama ni mafanikio makubwa. Mwili wangu ulipata nguvu sana, lakini zile hasira bado zilikuwepo. Baada ya story 2-3 niliinuka na kurudi chumbani kuendelea na kazi yangu. Mwito wa simu yangu ulinifanya niache ninachofanya na kugeuka kuiangalia. Ilikuwa ni ile namba ya Tristan. Nilizisikia hasira zangu zikichemka upya. Nilipokea ile simu nikijiandaa kumtukana, lakini ilisikika sauti ya mwanamke na si mwingine ni dada yangu. Mary aliuliza kwamba hivyo mwanamke haujui maana ya kuachwa? Mary aliuliza hivyo. Kwa hasira nilizokuwa nazo niliamua kukaa kimya. Yeye bado ni dada yangu. Sikutaka kumvunjia heshima. Hivi wewe, ni kitu gani kinachokufanya ujipendekeze kwa mume wangu mtarajiwa? Tristan ni wa kwangu, unasikia? Sitaki, narudia tena, sitaki kukuona karibu yake wala kuona ukimtafuta kama umeachwa. Kubali basi kuachika wewe. Wewe ulikataa kusherehekea na mimi. Ukaniacha kwenye utambulisho mbele ya wazee mwenyewe. Kubali kuachika basi, kaa utulie ule kwa macho. Mary aliongea kwa dharau sana. Nikasahau hata kama yeye dada yangu. Nilishikwa na hasira hadi mikono yangu ilikuwa inatetemeka. Bila kutegemea nijikuta ninacheka kabla ya kumjibu. Unadhani mimi na shida na hayo matapishi? Ninachoshangaa matapishi ndo yanazidi kunikimbilia. Hebu angalia vizuri. Tazama kama utaona nimempigia huyo mmeo. Yeye mwenyewe ndo ananitafuta. Tambua kwamba hiyo dhabi yako kwangu ni matapishi. Na kama nikimtaka Tristan ni kitendo cha kumuita tu. Lakini nitakuwa nimejishusha sana kuanza kunyang'anyana wanaume na wewe. Nitakuwa nimeshusha brandi. Mimi sasa hivi nina furaha. Hata siwakumbuki. Lakini nashangaa wewe na huyo mmeo mnazidi kujiweka kwenye maisha yangu. Labda nikupatie ushauri. Tristan hapendi.
na hawezi kelele. Kama unataka ndoa yako iwe na amani, hapendi na hawezi kelele. Usimfuatilie na usimpigie kelele. Huu ni ushauri kutoka kwa mzoefu wako. Umesikia? Kitulize dada, utazame show. Mume, wakati ni ushenzi tu. Tena msinitafute kabisa mbonyie. Nilimaliza kutoa hotuba yangu fupi na kukata simu, nikarusha kitandani. Mikono yangu ilikuwa inatetemeka kwa hasira. Ilikuwa na hasira. Mtu anakuja kunipigia kelele kisa mwanaume ambaye sina hata muda naye. Alafu na mimi nasema nina dada. Hapa niliyakumbuka maneno yote ya Faith ya jana usiku. Kila kitu alichokiongea niliona ni cha maana. Sijui ni mawazo ya hasira au ndo kichawi wenyewe, lakini nilikuwa tayari. Anaringia ndoa. Atanikuta mimi mama mkwe. Nimekaa nimetulia na msubiri. Basi siku 4 zilipita tangu nianze kufanya ile kazi ya harusi. Nilimalizia kuangalia video fupi ambayo nilimalizia kuitengeneza. Nilifurahi sana kuona nimekamilisha kazi yangu. Ilikuwa ikinipa mawazo sana. Muda huo nilipokea simu kutoka kwa Mr. Sullivan ambaye aliniambia bodi imenipitisha, hivyo nimeteuliwa kuwa mpiga picha mkuu wa timu ya Mbunifu Fashion ambayo itaanza baada ya wiki 3. Hivyo nilitakiwa niende Dar baada ya wiki 2 kwa ajili ya picha za awali na kuandaa timu kwa ajili ya tukio hilo. So baada ya kukata simu nilikuwa natetemeka, lakini leo haikuwa kwa hasira bali ilikuwa ni kwa furaha. Nilichukua simu yangu na kumpigia Faith kumpa taarifa. Faith alifurahi sana na kusema hata yeye ana taarifa nzuri. Itabidi leo mimi ndo niende kwake tukasherehekea taarifa zote nzuri. Nilikubali sababu sikuwa na kazi nyingine yote. Kazi zangu zote nilishazimaliza. Nilimpigia timu na kumpa taarifa na kumwambia jiandae kwenda Dar baada ya wiki 2. Jamaa hakuamini kama nilichagua kwenda naye. Hakuamini kama angekuwa sehemu ya tukio kubwa kama lile. Timu akaniuliza, Emil, uko serious kabisa? Timothy, wewe ndio rafiki yangu na ni mtu ambaye naelewana naye nikifanya kazi. Na hii ni tenda ambayo ina pesa nyingi sana. Siwezi kwenda kufurahia mwenyewe nikakusahau. Kama ni kupanda tutapanda wote. Nilimwambia Timo ambaye alishukuru sana na kuanza kuongea jinsi atakavyojichagulia demo mpya kila siku. Tulicheka sana na baadaye tukaagana na kila mtu akaendelea na majukumu yake. Jioni ilipofika, nilijiandaa na kubeba begi langu mgongoni. Ndani kulikuwa kuna kamera na kompyuta yangu. Imeshakuwa tabia mimi kutembea nayo. Huwezi jua na wakati gani nitapata kazi. Nilitoka na kutafuta bajaji ambayo ilinipeleka kwa Faith. Faith aliponiona aliruka na kunikumbatia. Kidogo nianguke tu, lakini aliwahi kunishika. Sasa Faith akasema kwamba yani hapa inabidi uongezeke wewe. Inaonekana ni upepo ukija hapa unaweza kuondoka na wewe ese. Faith aliniambia hivyo kwa utani, huku sasa akinivuta ndani. Alikuwa ameshaivisha chakula kinisubiri tu. Nilienda kuoga moja kwa moja. Nilipotoka nilivaa nguo yangu ya kulalia, kisha nikaenda mezani kula. Nipatie habari zako njema. Wale utakiwa anze, lakini acha tu leo mimi ndio nianze sababu ninazo nyingi sana. Faith alitabasamu kisha akaendelea kuzungumza. Akasema ya kwamba sikia, nimepandishwa cheo. Yaani hapo unavyoniona unaongea na managing director. Faith alisema huku sasa akijipiga kifua. Nilishindwa kuzuia kelele ya furaha iliyotoka kifuani kwangu. Niliinuka na kwenda kumkumbatia nikimpongeza, nikamwambia kwamba njia pekee ya kutoka ni juu, hakuna cha chini wala pembeni. Nilimwambia Faith ambaye aliitikia kwa tabasamu tu, machozi yakimlengalenga. Lakini aliyafuta haraka na kucheka. Baada ya kutulia na mimi nilimweleza kwa kina kuhusu kazi niliyopata na safari yangu ya kwenda Dar. Sasa Faith akasema kwamba okay, naona imekaa vizuri kabisa kwa sababu babake mdogo Tristan yupo Arusha na siku yoyote atakutafuta uweze kumpiga picha. Faith alisema hivyo. Nishtuka kidogo. Nikasema wewe umemtoa wapi? Faith akasema ukiwa mwandishi wa habari unajuana na watu sana. Nimemfuatilia hadi nimemjua na jana nilikwenda kumhoji. Ndipo nikakupendekeza wewe sababu ukiangalia kurasa zake utaona ni mtu ambaye anapenda sana picha. Faith aliniambia hivyo. Nilijikuta nikitabasamu sababu nilikuwa na hamu ya kuona sura ya dada yangu siku atakaponiona pembeni ya baba mkwe wake. Sasa Faith akasema kwamba alafu nilikuwa na picha yake kwenye simu. Anaitwa Denson. Faith alisema hivyo sasa akiendelea kukagua simu yake. Hilo jina halikuwa geni masikioni mwangu. Nijaribu kukumbuka nimelisikia wapi. Sasa Faith akasema huyu hapa.
Alisema hivyo huku sasa akigeuza simu yake kunionyesha. Nilirudisha kijiko nilichokuwa nakipeleka mdomoni. Nikasema kwamba huyu ndo babake mdogo. Akasema anaitwa Denson Mluga, mtoto wa mwisho wa mzee Mluga na aliye tajiri kuliko wote. Ndo anayesaidia familia nzima mzee Mluga. Faith aliendelea kunieleza hivyo. Sasa nimwangalie vizuri na kujithibitishia sijamfananisha. Ni yule ambaye alikaa pembeni yangu kwenye safari ya kuja Arusha. Nilifunika uso wangu kwa mikono yangu. Faith akasema, nini shida? Nishakutana naye, alikuwa pembeni yangu kwenye safari ya kurudi Arusha. Alafu sidhani kama alivutiwa na mimi sababu alichukua namba zangu na hajawahi kunitafuta hata kwa ajili ya kazi. Wewe Emily, hebu tulia bwana. Huwezi kujua, labda alikuwa busy, na mimi nilipokutana naye aliahidi kukutafuta. Kwa hiyo tuwe na imani. Mimi najua tu kila kitu kitaenda sawa. Faith aliongeza kwa kujiamini. Tuliamua kubadili mada na kuanza kuongelea vitu vingine. Na usiku ukapita kama hivyo yani. Asubuhi niliamshwa na mlio wa simu yangu. Ilikuwa ni namba ngeni na kabla sijapokea niliona ilikuwa ni saa 2 asubuhi, siku ya Jumamosi. Sauti ya kiume ilisikika ikisema kwamba habari ya asubuhi, naongea na Lily photographer. Aliongea hivyo. Niliposikia tu ni kuhusu kazi niliinuka haraka nikasema kwamba ndio, karibu. Nilijibu sana nikijaribu kutengeneza sauti yangu iwe kama ya mtu ambaye alikuwa macho muda mrefu. Basi ile sauti ikasema kwamba great, nahitaji kufanya booking ya picha. Okay, karibu sana. Ni picha kwa ajili ya nini? Ni picha za kiofisi tu na zitakuwa za ndani na za nje. Okay, hilo inawezekana kabisa. Unataka iwe siku gani? Hata kama ingewezekana leo ningefurahi. Basi ngoja niangalie. Kuanzia muda gani? Mimi nitakuwa free kuanzia saa 10 jioni. Sawa kabisa, sio mbaya. Saa 10 ni wakati mzuri kabisa. Sawa, nitafurahi kufanya kazi nawe mister. Okay, naitwa Denson. Yule mwanaume alijibu na kufanya moyo wangu uende mbio zaidi. Okay, nitafurahi kufanya kazi nawe Mr. Denson. Nitakutumia package ya gharama zetu muda si mrefu na tutawasiliana saa 10. Nijitahidi kuweka mambo kikazi japo moyo wangu ulikuwa ukiruka kwa furaha. Nijikuta nikipiga kelele ya furaha ambayo ilimwamsha Faith kutoka usingizini. Basi nikamwambia Faith ya kwamba amenipigia Denson amenipigia. Nilimpa Faith habari hizo ambazo ziliukata usingizi wake. Aliinuka na kuanza kushangilia kama vile sio yeye aliyekuwa amelala. Kisha nikampa mchapo wote kuhusu simu niliyopokea. Basi Faith akasema kwamba haya sasa hapa inabidi sasa uanze kujiandaa. Unatakiwa upendeze, yani akikuona tu atamani kuzimia kabisa. Faith alianza kuongea hivyo sasa akiharakisha kutandika kitanda, aliona kama muda hautoshi. Sasa mimi nikasema kwamba Faith, kumbuka naenda kufanya kazi. Faith akasema wewe najua unavaa kikazi lakini unapendeza, Mimi nilikuwa nawaza uvae bukta na t-shirt alafu uchomekee. Na ulivyo sasa na kiuno kidogo, lazima aelewe tu. Alafu chini sasa uvae raba. Ukiburuza na begi lako nini? Hapo fresh. Lazima aelewe somo. Faith, sio kwamba nitakuwa nimezidisha mambo. Wewe umezidisha nini bwana? Utakuwa umevaa kikazi na umependeza, Tena sasa unamwambia ni ulitoka kumpiga picha mtu. Kwa hiyo sasa umeunganisha moja kwa moja kuelekea huko ili asione kwamba ulikuwa umempania. Faith alinieleza hivyo kisha akaenda moja kwa moja kuoga. Baada ya dakika chache alikuwa anavaa. Sasa Faith akasema kwamba naenda kuoga haraka twende mjini. Najua hauna bukta ya kuvaa kule kwako. Faith alisema hivyo huku sasa akiwa busy kujipaka mafuta. Kwa jinsi ninavyomjua Faith, najua sitaweza kubishana naye. Basi bwana, kama utani vile. Saa 9:30 ilifika. Ilipofika dakika 40 nilimpigia Denson ambaye alinielekeza alipo. Saa 10:05 nilikuwa eneo la tukio kwa ajili ya kazi na kwa kweli nilipendeza. Kwa mbali utaniona kama wale wadada wa Kikorea. Nilipofika mapokezi na kujitambulisha, nilioneshwa ofisi ya Denson. Sentensi ya kwanza ya Denson ilisema ya kwamba kumbe ni wewe. Niachia tabasamu. Baada ya kuachia tabasamu nikasema ya kwamba hata mimi sikujua kama ni Denson ndio wewe. Tafadhali niite Dennis, tumeshakuwa marafiki kabisa sisi. Unajua kukaa masaa 12 na mtu si mchezo. Huo ni urafiki kabisa. Alisema Dennis huku sasa akinikaribisha kukaa. Dennis ambaye anasemekana na miaka 42. Ukimwangalia haraka utadhani ni kaka yake Tristan. Tena ni kama wako sawa hivi. Anaonekana kama kijana wa miaka 22. Kasoro sauti yake tu ndo nzito kidogo na ukimsogelea kwa karibu sana ndo unaweza ukahisi labda amefikisha miaka 30. Okay, kama unataka picha nzuri za nje, ningeshauri tukapige na hili jua, alafu tutakuja za ndani sababu huku
hatulitegemei sana, nilimwambia Dennis nikimkatisha stori zake nyingi alizokuwa analeta. Sawa, hamna shida. Mimi napenda tu unavyoipa kazi yako kipaumbele. Basi twende nje. Dennis alisema hivyo sasa akienda hadi mlangoni na kunifungulia mlango. Tulienda hadi nyuma ya lile jengo ambapo kulikuwa na majani ya kutosha na mwanga wa jua linalozama ulifanya paonekane vizuri zaidi. Nilifika na kuanza kuseti vifaa vyangu haraka. Nijitahidi kumwelekeza jinsi ya kusimama, kitu gani afanye ili tuweze kupata picha ya uhalisia zaidi. Na kusema kweli haikuwa kazi rahisi. Pamoja na kuwa Dennis ni mtu ambaye naweza kusema ni mtu ambaye picha zinamkubali, lakini hakujua jinsi ya kusimama au afanye vipi ili picha zitokee na uhalisia kidogo. Lakini bahati nzuri alikuwa na kichwa chepesi sana, hivyo mimi sikupata shida sana. Na hadi wakati tunamaliza pale nje, Dennis alikuwa anafurahia kazi yangu na mimi mwenyewe nilikuwa najivunia sana. Sasa Dennis akauliza kwamba hivi Emiliana, umeshawahi kufikiria kuwa modo? Dennis aliniuliza baada ya kumaliza kazi, na hapo mdoni nilikuwa napaki tu vitu vyangu huko sasa akinisaidia. Mimi nilimjibu nikasema kwamba hapana, nimefikiria tu kuwa mpiga picha wao. Nilimjibu hivyo na kumfanya acheke. Lakini unajua una mwili mzuri sana, kama ukiingia kwenye ulimwengu wa mitindo naamini utatoboa sana. Mimi watu wengi wameshaniambia hivyo, lakini sikupata wa kunishika mkono kwenye hiyo njia. Na tukiachana na hilo, ninafurahia zaidi kuwa nyuma ya kamera kuliko mbele ya kamera. Kama iko siku utataka mtu wa kukushika mkono, mimi nipo hapa. Dennis, nashukuru sana, asante. Nitakwambia siku nikiwa tayari. Picha zako nitajitahidi kuziweka vizuri leo ili nikutumia kesho. Hata zina haraka hadi uweze kuhangaika kunitumia siku ya kesho. Hata wiki ijayo tu itakuwa poa sana. Unajua mimi ni mdhamini wa Mbunifu Fashion. Sasa walihitaji picha na nikaona picha zangu nyingi ni za nyuma. Nikatamani kupata kitu kipya. Kwa hiyo sasa sana watazihitaji wiki ijayo nikienda huko. Sawa, hata mimi mwenyewe naenda huko, lakini nitaenda baada ya wiki 2. Mr. Sullivan aliniambia bodi imenichagua kuwa mpiga picha wa Mbunifu Fashion. Inaonekana Sullivan ana akili kuliko nilivyomdhania. Basi twende basi na mimi nikupatia ofa au muhimu narudi kwa ndege binafsi. Dennis alisema hivyo. Nilipata kigumizi kidogo kwa sababu niliona kama vile mambo yanaenda vizuri kuliko nilivyoyategemea. Ilinichukua dakika kadhaa kuweza kutoa jibu. Basi Dennis aliniita na kunitoa kwenye mawazo yangu. Emiliana, niite Emil, itakuwa vizuri zaidi. Nashukuru kwa ofa yako lakini sitaweza. Kwa nini usiwezi? Unaenda wiki moja kabla na unajua itabidi nijigharamikie hizo gharama, na pili nitakuwa na msaidizi wangu. Naona kama tutakulemea hivi. Nilimwambia kwa sasa macho yangu yakiangalia sehemu nyingine ili tu nisiuangalie uso wake. Kunilemea? Ndege ina nafasi ya kubeba hadi watu 10. Kwa hiyo usipate shida, na kama tatizo ni gharama za awali, mimi naweza kuwalipia hiyo wiki moja kabla kampuni haijaanza kuwalipia. No Dennis, siwezi jamani. Utakuwa umefanya vingi sana na hata sitajua nikulipe vipi. Wewe kuwa rafiki yangu inatosha kabisa. Labda ni kunipa nafasi ya kukutoa mara moja. Dennis alinitania huko akicheka, lakini moyoni nilitamani iwe kweli. Sasa Dennis akaoja kwamba huyo msaidizi wako na yeye ni mwanamke ama? Hapana, ni mwanaume. Nilijibu kiufupi tu huku nikianza kuona jinsi Timo anaharibu CV yangu. Dennis alikunja sura baada ya kusikia kuhusu Timo. Japo alijaribu kuficha na tabasamu, lakini niliona baada ya pale hakutaka kabisa kuendelea kuongea. Dennis aliniaga huku sasa akinifanya niahidi kukutana naye hata kwa chakula cha jioni kabla hatujaondoka kwenda Dar. Sasa niliondoka moyo wangu ukiwa una furaha kwa sababu mambo yalikuwa marahisi kuliko nilivyotegemea, lakini kumbe sikujua nilikuwa najichimbia shimo refu sana. Sasa baada ya wiki moja, Timo na mimi tulikuwa kwenye ndege kuelekea Dar. Binafsi nilikuwa mdomo wazi bado. Unajua mimi sijawahi kupanda ndege ya abiria sembuse ya mtu binafsi. Yaani kiti chote ni changu. Muda wa ndege kupaa niliogopa sana. Yaani moyo ulikuwa ukienda mbio. Lakini Dennis alinishika mkono huku akinitazama kwa tabasamu na kuniambia kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Sasa baada ya kama dakika 45 hivi tulitoa Dar es Salaam, ambapo usafiri tulichukua na kutupeleka kwenye hoteli ambayo Dennis alitulipia. Nilipofika chumbani nilielekea moja kwa moja kuoga. Kisha nikapanda kitandani na kulala. Na ilikuwa bado masaa machache tu kuweza kufika
mida ya jioni. Basi nilipoamka ilikuwa ni usiku. Giza lilikuwa limeingia na mlango wangu ulikuwa unagongwa. Bila hata kuanza nilienda kufungua na kumkuta Timo mlangoni. Timo akasema kwamba hadi nikataka niite wahudumu, nilijua labda umekufa huko ndani wewe mwanamke. Nikamuuliza Timo ya kwamba unataka nini? Timo akasema mimi nimekuja kukuchukua tukale na tuongelea leo tuleta hapa leo. Timo alisema sasa akizunguka kama kukagua chumba changu. Nilimuuliza kwamba kuongea kuhusu nini? Akasema kwamba sikuhusu maisha leo, tumekuja kwa ndege ndugu yangu. Tunakaa kwenye hoteli nzuri, itabidi unipeleke kwa mganga wako bana. Timo alisema na kunifanya nicheke tu. Baada ya kunitania sana nijiandaa kisha tukaenda kula. Sasa baadaye nikaongea na Faith tukiendelea kuweka mambo yetu sawa. Wiki iliisha na mimi sikuonana na Dennis zaidi tu ya tulivyoachana uwanja wa ndege. Nilitakiwa nianze kazi wiki inayofuata, lakini nilihisi kuchanganyikiwa kidogo sababu Dennis hajanitafuta. Niliweza labda ndo ameshanitelekeza hivyo. Sasa Faith akaniambia kwamba hapa kuna kitu kinaendelea. Mwanaume hawezi kutumia pesa nyingi hivyo kukuhudumia alafu akuache tu hewani na mjawahi hata kulala wote. Faith aliniambia hivyo. Tulikuwa tunaongea kwa simu tukijadili swala la Dennis kupotea tu. Hasa Faith akasema kwamba lakini kisasi ni lazima bwana tulipize. Yaani lazima tulipize hata kama itabidi tumteke Dennis. Nikasema kwamba Faith, umeanza kile kichaa chako Kama hili lisipoenda basi labda itakuwa ndo wamepangiwa, mimi sitahangaika nao. Faith akasema kwamba wewe hapana, usikate tamaa haraka hivyo. Cha kufanya ni utulie. Afu kwanza hebu nipatie hizo wiki 2 tu ambazo utakuwa huko da. Mimi na hakika hadi zinaisha utakuwa mke wake. Faith aliongea kwa ujasiri. Nikasema kwamba wiki 2 tu mtu anioe Faith jamani, kweli? Unamwendea kwa mganga au? Faith akasema wewe hivi unajua mimi siamini katika waganga wewe niache mimi. Wewe hivi unanichukulia poa? Wewe jaribu tu kutafuta muda afu uonane naye. Afu mimi mambo mengine nitamaliza. Basi sikutamani sana kumhoji kwamba atafanya nini sababu nilikuwa nimeshachoshwa na hayo mambo. Jumatatu ilifika ambapo nilianza kazi zangu zilizonileta da nikiwa na msaidizi wangu Timo ambaye haachi kumuongelea kila mwanamke anayepita. Na hisi kuna muda ananichukulia kama mwanaume mwenzake. Wiki yangu ya kwanza ya kazi iliisha na ikumbuka vizuri sana usiku. Ilikuwa ni Jumamosi jioni. Deni alinipigia na kunialika twende wote klabu. Kwa kweli mimi nilitamani sana kukataa lakini sikuweza. Nilikuwa nimechoka sana lakini ni Dennis ndo ameniita, kwa hiyo lazima niende. Nilihakikisha nimependeza. Mimi sio mpenzi sana wa magauni lakini ile siku nilivaa gauni la kunishika kidogo. Chini nilivaa viatu vya chini tu. Na muda ulipofika Dennis alikuja kunichukua. Tukaelekea club moja hivi maeneo ya Masaki. Kulikuwa na muziki mzuri sana. Nyama, vinywaji na mambo kibao. Asa Dennis akasema kwamba rafiki yako alinitafuta bana. Dennis alianza maongezi baada ya kuanza kulewa kidogo. Mimi nilikuwa nakunywa kistaarabu tu sababu najua ninavyokuwa nikilewa. Nikamuuliza kwamba rafiki yangu nani? Dennis akasema kwamba yule mpiga picha. Nilijua anamuongelea Timo. Moyo wangu ulishtuka kidogo. Nikauliza kwamba anataka nini? Dennis akasema ameniambia niache kukutesa. Dennis alisema hivyo na kukunja sura. Sasa Dennis aliongea kama kiulevi akasema kwamba kwa nini mimi nakutesa Emile? Sababu hata Mungu mwenyewe atanlaani. Aliongea hivyo. Sasa mimi nilijaribu kuendelea kumhoji lakini hakunipa majibu yanayoeleweka. Aliniambia kwamba lakini kila kitu ninachofanya ni kwa faida yako Emile. Aliniambia hivyo kisha akaendelea kulalamika vitu nisivyovielewa kuhusu moyo. Kuna wakati mwingine aliendelea kuzungumzia masuala ya watoto. Kwa kweli hata mimi sikumuelewa. Nilijaribu kujisogeza kwake na hata kukaa kimitego lakini Dennis hakuonesha hata kuvutiwa na mimi. Yaani tulikuwa kama washikaji tu. Sasa kitu kile isekeli nikera sana. Nilitamani hata nimnase kofi. Baada ya kuona pombe imeanza kunizidi kichwani, nilimuomba Dennis tuondoke, ambaye alilalamika lakini alikubali akidai hataki kunitesa. Tulienda nje na kuingia kwenye gari lake na huku yeye akiwa dereva. Ghafla kuna watu walikuja mbele ya gari. Mwanaume na mwanamke ndo waliokuja bwana. Walikuwa kigombana. Sasa baada ya kuwapigia honi na kuona hawaelewi, Dennis alishuka kwa sasa akipepesuka. Na mimi sijui ni kitu gani kiliniingia lakini na mimi nilishuka. Na hiyo ndio kumbukumbu yangu ya mwisho usiku ule. Nilisikia mtu akiniamsha. Sikutamani kuamka sababu macho yangu yalikuwa mazito. Nilikuwa nimechoka, naumwa kichwa. Nilitaka tu kulala lakini
Alikazana kunitikisa. Akili yangu ilianza kuwaza, nani wa kuniamsha asubuhi hii wakati niko mwenyewe hotelini? Basi nifungua macho haraka na kumuona Dennis akiwa amekaa pembeni kitandani akiangalia karatasi. Niruka haraka kujifunika vizuri sababu nilikuwa na nguo zangu za ndani tu. Basi Dennis akasema kwamba umenifanyia nini Emil? Hilo ndio lilikuwa swali la kwanza la Dennis. Aliniuliza kama kunilaumu vile. Mimi baki nikimshangaa tu. Kisha akasema kwamba ni kitu gani kumefanya. Alisema sasa akitingisha lile karatasi. Kwa kweli mimi sikuelewa, niliona kama ananichanganya hivi na kichwa chake kilivyokuwa kinaniuma. Hasa kwa sauti ya hasira akasema kwamba nakuuliza ni kitu gani hiki? Nilinyanyua na kuangalia karatasi kwa sababu alivyouliza hivyo alinirushia ile karatasi. Nilihisi kama sijalisoma vizuri. Ilibidi nifunge macho alafu nifungue tena. Lile karatasi liliandikwa cheti cha ndoa. Na pale chini ya maneno yalikuwepo majina yetu na saizi yetu. Nikamuuliza kwamba Dennis, hivi ni vitu vya kweli au? Nimuuliza sasa nikichanganyikiwa na hisi hata zaidi yake. Dennis alinitazama tu, akatikisa kichwa na kuondoka. Nilibaki nimeshikilia vyeti viwili vya ndoa na hata sielewi. Yaani mimi sina kumbukumbu ya nimefikaje pale hotelini kwangu. Sikumbuki chochote kuhusu jana usiku. Nilijaribu kuanza lakini sikupata majibu. Niliamua kuviweka kwenye drawer ya pale pembeni ya kitanda. Nikiwa nawaza pale bwana, nilikumbuka maneno ya Faith ya wiki iliyopita tulivyowasiliana. Nilichukua simu na kumpigia lakini hakupokea. Nilipiga sana lakini hakupokea. Nilipochoka niliamua kulala tu. Sasa nikajiuliza maswali mengi. Kwa hiyo ndo kama hivyo, yani kiutani tu nimeshakuwa mke wa mtu. Kulala tu na kuamka ni mke wa mtu. Nilikuwa najiuliza. Niliangalia mikono yangu ambayo ilikuwa mitupu, haina hata pete. Na kuwaza kuwa sikuwahi kufikiria ndoa yangu ingekuwa hivi. Kulala na kuamka tu bila hata pete. Hakuna kujitambulisha, wala hakuna mahari iliyotolewa, hakuna chochote. Kila nilipofunga macho, nilikumbuka sura ya Dennis alipokuwa ananiuliza maswali, akionyesha kama vile anaamini mimi nimemchezea mchezo mchafu. Wakati mwenyewe sijui chochote. So nijikuta nasinzia kwenye dimbu la mawazo. Niliposhtuka bwana, ilikuwa ni mchana. Nilichukua simu yangu na kumpigia tena Faith. Wakati alipokea. Hey girl, nipe habari shosti. Faith, ni kitu gani ambacho umefanya? Hebu naomba niambie kweli. Nilimuuliza kwa hasira sababu ameninyima nafasi ya kufanya maamuzi na kufanya uchaguzi sahihi. Emil, nini kwani kimetokea? Mimi mbona sijafanya chochote? Nimeamka asubuhi na vyeti vya ndoa hapa. Na sina kumbukumbu yote ya jana usiku. Una hakika huna mkono kwenye hilo? No, Emi, hapana. Unasahau kwamba nipo Arusha na wewe upo Dar, eh? Lakini tukiangalia upande mwingine, umeshakuwa mama mkwe wa dada yako. Kwani Dennis amesemaje? Dennis anaamini mimi ndio nimemfanyia hivyo na amekasirika, hataki hata kuniona. Lakini wewe ndio mke wake sasa. Ni wajibu wako kuhakikisha hili liko sawa. Najua haushindi kwa chochote Emil. Tusingefanya hivyo, tusingepata nafasi ya kulipiza kisasi. Angalau tuna uhakika sasa. Kwa hiyo wewe ndio umefanya hivi, lakini unasema sio wewe. Na pili, haujafikiria hisia zangu wala chochote Faith. Haujanipa hata nafasi ya kuchagua ninachotaka kufanya na maisha yangu. Unajua nini? Sitaki kusikia tena Faith. Yaani naona hata wewe hauna tofauti na familia yangu. Nilimwambia hivyo na ukata simu bila kumpa nafasi ya kujitetea. Alipiga mara kadhaa lakini sikupokea. So niligeuka na kuendelea kulala. Kuna muda Timo alikuja na chakula kunilazimisha kula lakini sikutaka. Alinibembeleza, alipochoka aliondoka. Siku nzima nililala, sikutamani kuongea na mtu yeyote. Ilipofika saa 9, Dennis alinipigia simu, niliangalia simu ikiita, nikaogopa hata kupokea. Alipiga tena kama mara 2 hivi lakini sikupokea. Baada ya nusu saa, mume wangu mpya au niseme Dennis alikuja hadi chumbani. Sikufunga mlango, kwa hiyo watu waliingia na kutoka kama wanavyotaka. Alikuja na makaratasi pale, akayaweka kitandani. Dennis akasema kwamba nataka uweke sahihi yako kwenye hao makaratasi hapo. Ukubali kupokea talaka, tumalizane na huu ujinga. Dennis alisema hivyo sasa akikaa kwenye sofa lililoko pale chumbani. Ndani ya dakika moja, akili yangu ilizunguka sana. Nijikuta nikiwaza kweli nifunge ndoa jana, leo niachike. Ina maana hata nikija kupata mtu mwingine atakayetaka kunioa atajua kwamba nilishapewa talaka mwanzoni. Watu wakisikia ulishapewa talaka, yani wakisikiaga ulishapewa talaka, baadhi yao hasa wengi yani hawataki kujua ilikuwaje. Moja kwa moja unaonekana kwamba wewe ndio una dosari.
Yaani ukishamwambia tu mtu kwamba nilipewa talaka, anajua kabisa wewe ndio ulikuwa na changamoto. So nijikuta nikishindwa kupokea talaka ile. Niliona kama vile yani ni kujidhalilisha zaidi. Nikamwambia Dennis ya kwamba Dennis, kwa nini tusichukue muda kufikiria hili? Nilimwambia Dennis ambaye aligeuka na kunitazama na macho yaliyojaa hasira. Kisha akaanza kucheka. Dennis akasema ya kwamba unataka kujiingiza kwenye mambo usiyojua Emiliano, eh? Wewe unanichukulia poa, eh? Mimi ni mtu mgumu sana, kuishi na mimi ni shida. Nilimwambia Dennis ya kwamba sijui kwa nini imetokea hivi, lakini labda Mungu tu ana makusudi yake. Dennis alinikatisha na kusema kwamba Mungu hajihusishi na walevi. Sema kitu kingine lakini sio Mungu. Nikasema kwamba sawa, lakini kuna sababu. Kwa nini tusiipe hii ndoa muda? Tuchukue mwezi mmoja tu. Mwezi mmoja tu ndo ninachoomba tujaribu kuishi kwa mwezi mmoja tu. Kama tukishindwana ndani ya huo mwezi mmoja, basi mimi nitapokea talaka na nitapotea kwenye maisha yako. Nilimwambia Dennis kumuomba tu huo mwezi mmoja. Dennis alikana kujifikiria sana. Alikaa kimya kwa kama dakika 10 hivi nzima. Kisha kaniambia kwamba sidhani hata kama utaweza kumaliza huo mwezi na mimi. Emil, wewe ni mdogo sana. Bado una maisha ya kuishi mbele yako. Unataka kujifunga na mimi mapema hivi, sijajua ni kwa nini. Ila utachoka haraka. Utanichoka na utaniacha hata kabla mwezi hujaisha. Lakini hujanipa nafasi ya kujaribu Dennis. Nipe nafasi mimi mwenyewe ndio niamue kama nitaweza au sitaweza. Hata kama una tatizo gani Dennis, mimi sidhani kama sisi wawili tutalishindwa. Nijaribu kumtia moyo sababu alionekana amevunjika moyo. Dennis akasema kwamba sio kila tatizo lina ufumbuzi. Lakini kama umechagua mwenyewe basi mimi siwezi kukuzuia. Jiandae twende kwenye nyumba yako ya mwezi mmoja na kusubiri hapo nje. Dennis alisema hivyo kisha akatoka chumbani. Basi safari ya kutoka hotelini kuelekea nyumbani kwa Dennis ilikuwa kimya sana. Niliondoka nikiwa nimechanganyikiwa, hata ni sikumwaga Timo. Lakini hata kama ningemwaga, ningemwambia nini? Dennis alikuwa anaendesha gari huku macho yake akiangalia mbele tu. Hakuna aliyesema kitu, lakini moyo wangu uliogopa sana. Niliogopa kesho yangu. Akili yangu ilikuwa inawaza mambo yote yanayoweza kuvurugika kutokana na haya mamzi yangu. Basi bwana, gari liliingia na kupaki kwenye nyumba moja hivi ya kisasa. Haikuwa kubwa sana, ilikuwa ni ndogo lakini ni ya kisasa kabisa. Yaani kuanzia muonekano wake wa nje, Ivan. So Dennis akasema ya kwamba ingekuwa ni vizuri sana kama ungeshangaa ukiwa nje ya gari. Alisema akiwa amesimama nje akionekana na kero na kushangaa kwangu. Nilishuka kwenye gari na kumfuata sababu alikuwa ameshabeba begi langu. Alielekea ndani na kupitiliza hadi vyumbani. Mimi nilibaki nimesimama sebuleni tu. Sasa baada ya muda alirudi na kunikaribisha kiti. Akaniuliza kwamba soda gani unakunywa? Nikasema ya kwamba Coca. Nilimjibu kwa ufupi tu, huku sasa kumbukumbu ya Tristan zikizunguka akilini mwangu kila nikitaja hiyo soda. Nivuta pumzi, inabidi nianze kumsahau Tristan. Mimi ni mke wa mtu sasa. Nijikuta nikichekeshwa na mawazo yangu mwenyewe. Sasa sauti ya Dennis ikaniambia kwamba unacheka nini? Alikuja huku sasa ameshika soda. Sauti yake sasa ilinifanya niinue kichwa kumtazama. Nikasema amna, nimekumbuka kitu tu. Dennis akasema okay, karibu jisikie nyumbani. Dennis alisema hivyo huku sasa akikaa kwenye kochi na kuanza kuangalia simu yake. Tulikaa kimya kwa muda, hatukujua tuzungumze nini. Basi niliuliza kwamba unaishi na nani hapa? Niliuliza tu kwa sababu ile nyumba bwana ni safi. Na sidhani kama mwanaume kama yeye anaifanyaga usafi wa kuifanya iwe safi hivi. Basi Dennis huku sasa akicheka akasema kwamba mimi naishi mwenyewe, inakera kukaa mwenyewe, lakini hii nyumba ni kama guest tu. Naondoka asubuhi, muda nikiamka na ninarudi usiku sana kuja kulala tu. Nikamwambia kwamba sawa, ila nimeiona ni safi sana. Akasema kuna watu mimi ninawalipa kufanya usafi kila wiki. Na ukijumlisha sikae nyumbani, kwa hiyo nyumba haichafuki. Alinijibu hivyo basi tuirudi tena kwenye ukimya. Akaniambia kwamba ukimaliza kupumzika nitakuonesha chumba chako. Nikasema chumba changu sio chetu. Nimuuliza sasa nikinyanyua nyusi moja. Akasema kwamba ndio chumba chako, lakini kama unataka kulala na mimi chumba kimoja unakaribishwa, lakini usinisumbue. Dennis alisema hivyo kisha akatabasamu. Basi nilipomaliza kupumzika pale, Dennis alinipeleka chumbani kwake. Kwa namna fulani nilifurahi kwa jinsi alivyoamua kulichukulia swala hili kwa urahisi. Chumba chake kilikuwa cha kifalme, kilikuwa na sebule yake nyingine ya kujitegemea, kulikuwa kuna TV kubwa sana, kitanda kikubwa, bafu la kioo, yani
Lile mtu akiwa anaoga unamuona tu yani. Kila kitu kiliniacha mdomo wazi. Vitu vyote nilishia kuviona kwenye movie tu bwana. Nilioneshwa kabati langu na kuambiwa kwamba niweke nguo zangu hapo. Ilibidi sasa apunguze nguo zake kidogo ili kuniachia nafasi ya kuweka nguo zangu. Sasa baada ya hapo niliingia bafuni na kuoga. Nilipotoka Dennis hakuwa chumbani. Niliwaza labda ameona aibu akakimbia. Basi nilivaa na kutoka kuelekea kumtafuta Dennis. Nilimkuta amekaa sebuleni tu kama vile anawaza. Hakunisikia hata nikisogea karibu yake, yani hakunisikia. Sasa baadaye aligeuka na kuniona nimekaa, akasema, "Oh, umeshatoka kuoga?" Aliuliza na mimi sasa nimuitikia tu kwa kichwa. Akaniambia kwamba okay, basi nisubiri hapa na mimi nikaoge. Aliniambia hivyo kisha akainuka na kutoka. Kuna kitu nilihisi. Nilihisi ni kama Dennis ananiogopa. Aliogopa kukaa karibu yangu, yani hakutaka hata kunigusa. Na hicho kitu kilibaki kikinichanganya sana. Unajua kwa mwanamume yote angeshakuwa amefika ndani ya sketi yangu. Ukitazama na kujileta kwangu karibu. So usiku ulipofika Dennis alikuwa wa kwanza kwenda kulala. Alisogea ukutani kabisa. Yani utasema anataka kukumbatia ukuta. Na aliugeukia ukuta, hivyo akawa ananipa mgongo. Nilipofika kitandani nilijaribu kumuita, hakuitika. Nidhani labda amelala. Kwa jinsi alivyokuwa amelala sikutaka hata kumgusa. Niliamka saa 11, ilikuwa ni Jumatatu na nilitakiwa kuanza wiki yangu ya pili na ya mwisho ya kazi. Sasa baada ya hii nilipaswa kurudi Arusha sababu maisha yangu yapo Arusha. Lakini sikutaka kuliwaza hilo kwanza. Dennis bado alikuwa amelala vile vile. Sasa nivuta pumzi na kuamka kitandani. Nilienda hadi jikoni na kuamua kuwa mke bora. Kama tutajaribu hii ndoa basi wacha niipe vyote nilivyo navyo. Nilikagua friji na kuangalia chochote kinachofaa kwa ajili ya kifungua kinywa. Nilitabasamu kuona mayai na mkate, lakini hakukuwa na kitu kingine chochote kwenye hii nyumba. Hamna kitunguu, hamna nyanya wala karoti au hoho, hamna hata mafuta ya kupikia. Kuna siagi tu kuna siagi tu ya mkate. So nilivuta pumzi na kuamua kuchemsha yale mayai. Nikakausha mikate na kuchemsha chai. Wakati namalizia, Dennis alikuja jikoni na kunisalimia kwa mbali. Bado alikuwa ananikwepa. Yani ni kama vile alikuwa anajaribu kuona nitamwambia nini baada ya yeye kunitenga jana usiku. Chai tayari, ungepata chai kwanza kabla kwenda kuoga. Nilimwambia sasa nikipakua vitu kwenye sahani na kuvipeleka kwenye meza ya chakula. Baada ya chai alielekea kuoga. Na mimi niliingia chumbani na kumchagulia nguo za kuvaa na kupasi, kisha nikamwekea kitandani, alafu nikatoka kwenda sebuleni kumsubiri. Sikutaka kumnyima raha kwenye nyumba yake mwenyewe. Sasa baada ya muda alitoka akiwa amevaa nguo nilizomchagulia. Nijikuta nikitabasamu tu kumuona alivyopendeza. Nilielekea kuoga na nilipotoka nilimkuta akinisubiri sebuleni. Nilibeba begi langu la kamera na kuelekea kwenye gari la Dennis na alinipa tu ofa lifti. Niliangalia simu yangu na kuona matusi yote timu alionitukana kwa simu, lakini sikujali. Dennis akasema kwamba asante kwa chai tamu na kuniandalia nguo, nimefurahi. Dennis aliniambia hivyo. Ndio mara ya kwanza ameongea na mimi maneno zaidi ya 5 tangu amke leo. Nikasema karibu tena. Nilimjibu tu kwa tabasamu. Kisha akaosha gari na kunipeleka kazini. Maisha yetu yalikuwa hivyo msikilizaji. Usiku hatuongei, analala mbali na mimi. Asubuhi anachosema ni asante tu. Alipofika siku ya 4 nilichoka kuvumilia. Labda hivi ndo Dennis alivyomaanisha aliposema kwamba ningemchoka. Sasa jioni tulivyorudi nyumbani nilimwahi kabla hajaenda kuigiza kulala kitandani. Nikamwambia Dennis naomba tuongee. Nilimwambia, aliponiaga tu siku mwema. Aliniangalia tu na kurudi kukaa kwenye kochi ambalo lilikuwa lipo mbali na mimi. Akaniuliza kwamba vipi? Umeshanichoka na wewe ama? Dennis aliuliza kwa sauti iliyojaa wasiwasi. Nilimtazama na kutabasamu tu. Dennis, mimi bado sijakuchoka, lakini kuna maswali nataka nikuulize. Kuna vitu nataka kuelewa. Dennis alikaa vizuri kama vile amejiandaa kunisikiliza. Dennis, kwa nini unanikwepa? Tangu nimekuja unakaa mbali na mimi. Kama hapa uko upande wa pili kabisa. Haujawahi kunigusa kwa namna yote ile inayoashiria mimi ni mkeo. Hata kitandani unajiweka mbali sana na mimi. Kuna tatizo gani? Kama tunaenda kujaribu hii ndoa basi kwa nini tusipe kila kitu? Nilimweleza hivyo Dennis ambaye alitikisa kichwa na kucheka kwa dharau.
Kisha akasema kwamba nilikwambia Emil, nilikwambia ni ngumu kuishi na mimi, nilikwambia utanichoka. No Dennis, kama mimi naishi na wewe angalau nina haki ya kujua. Haijalishi tatizo nini Dennis, mimi nitakuelewa na nitakuvumilia, tutapata tu suluhisho. Suluhisho? Unasema? Sio kila kitu kina suluhisho Emiliana. We bado mdogo sana, ndio maana bado unaona kama vile maisha ni marahisi sana. Sio kila kitu kina suluhisho. Unadhani mimi sijawahi kutafuta suluhisho? Unadhani na maisha yangu yote haya na pesa zangu zote hizi sijawahi kutafuta suluhisho? Dennis, mimi niko hapo upande wako. Sijui nini kinachokusumbua, lakini inaonekana ni kitu kinachokutesa sana. Na kama usipokubali na kukizungumzia, kitaendelea kukutafuna. Mimi niko hapo upande wako. Siwezi kuondoka. Nilijaribu kumhakikishia, lakini Dennis hakuonesha kuamini neno lolote nilosema. Na alisema hivyo. Alisema atakuwa upande wangu hata shida gani ije. Lakini shida ilipokuja, alipoona siwezi kumtimizia mahitaji yake, aliondoka. Hapo ndo nikajua pesa haitakununulia kila kitu. Inaweza kukupa mamlaka lakini haiwezi kumfanya mwanamke akupende. Labda anaweza kukuigizia tu kwa sababu ya pesa, lakini haimaanishi upendo. Kama ni pesa unataka Emil, unasema tu mimi niko tayari kukupatia kuliko nikuruhusu uchezee moyo wangu na kunipotezea muda. Dennis alisema hivyo. Kwa mbali ilionekana kama machozi hivi anamlengalenga, lakini aliharakisha kupotezea. Dennis, unadhani mimi nina shida ya pesa yako kweli? Umesahau Boniface Fashion wananilipa milioni ngapi? Na wala haujui nina pesa kiasi gani benki. Haunijui Dennis. Kwa usije ukakaa ukadhani hata mara moja kwamba nataka pesa zako. Mimi kitu pekee ninachojaribu kufanya hapa ni kukusaidia. Najaribu tuone ni njia gani tutaweza kuishi kwa huu mwezi mmoja, lakini kama hauko tayari basi ni sawa. Kesho leta ile makaratasi ya talaka. Nitayapokea kwa mikono miwili kuliko unitukane hapa. Niliendelea kuongea hivyo kwa hasira. Sasa Dennis akasema kwamba hapana, sio hivyo Emil. Dennis alijaribu kunielezea, lakini mimi niligeuka na kuinuka nikielekea chumbani kulala. Nimeshachoka bwana. Nimeshachoka kujaribu kuishi na mtu alafu ananitukana kuwa ninataka pesa zake. Hivi ananionaje mimi? Sasa nilikuwa natembea kwa hasira, natoka sasa yani kutembea sasa kuondoka pale sebuleni kuingia chumbani. Lakini hapo Dennis akanijibu ambalo nilikwama. Miguu yangu ilikuwa mizito ghafla, nilitamani hata kugeuka lakini kichwa changu kilikuwa ni kizito na hata shingo yangu ilikaza. Ulimi wangu nao ulikuwa ni kama gunia la viazi. Sikuweza kusema chochote. Msikilizaji, Dennis alitoa jibu gani kwa Emil? Tukutane sehemu inayofuata. Mwamba ni ana pesa. Mwamba ukikutana naye wewe mtoto wa kike anaweza akakupandisha private jet kutoka eneo moja kwenda sehemu yote duniani. Mpuzi ana pesa vibaya mno. Lakini hili jibu limemfanya Emil akwame, miguu yake imekuwa mizito ghafla na hata aone kama hicho alichokisikia ni ndoto ama inakuaje. Je, Dennis ametaja yeye ni nani? Ni jini? Ni nani? Ni nani? Tukutane sehemu inayofuata. Kumbuka mtayarishaji wa hii simulizi ni Chuchu na niliyekusimulia hii simulizi ni mimi Lucas Lumbas. Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu tukutane sehemu inayofuatia. God be with you till we meet again. Bye bye.